swala la afya ya mama na mtoto amelipa umuhimu, na ushahidi ni huu. Haya mnayoyaona hapa sio hapa tu Mkwajuni vijijini, ni Tanzania nzima. Mimi katika jimbo langu la Kilosa tuna majengo kama haya katika vituo vya afya sita. Na tuna kituo cha afya cha Magubike barabarani ambacho Mwalimu Nyerere alikijenga mwaka 66. Tumekibakiza kituo cha afya cha zamani, tumejenga kipya ili watu waone mabadiliko toka kituo cha afya cha mwaka 66 cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kituo cha afya cha sasa chenye wodi kama hii katika awamu ya 6 ya Dr. Samia. Sababu wakati mwingine ni vyema watu wakaona tulikotoka tulipo. Kwa kiasi kikubwa hospitali hiyo ilikuwa inatibia sio watu wa kawaida. Pamoja na ile wodi ambayo ilijengwa Sawawaji ambayo ilitoa fedha kwa ajili ya matibabu ya watu, haikuwa watumishi wa serikali walikuwa wanakwenda hospitali ya Ocean Road, lakini ilikuwa hospitali ya watumishi wa serikali Ocean Road. Kwa maendeleo haya ndani ya miaka 65 ambayo ni mkuta wa kiongozi wa nchi yetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni mkubwa sana. Chini ya awamu ya 6 huduma za afya zimeboreshwa sana. Sasa wagonjwa wengi kutoka Burundi wanaotaka kuwekewa figo mpya au operation ya moyo hawaendi tena India, wanakuja Tanzania. Wanakwenda wapi? Benjamin Mkapa. Wanakwenda wapi? JKCI. Sasa watakuwa wanakwenda wapi pia? Wanakwenda Bugando na wanakwenda KCMC. Wagonjwa kutoka Komoro wanakuja hapa, kutoka Malawi wanakuja hapa, kutoka Zambia wanakuja hapa. Katika ugonjwa wa saratani, Tanzania sasa ndio imekuwa na huduma bora katika ukanda huu, ikiwa ni pamoja na serikali kuweka ruzuku katika dawa za wahitaji wa saratani. Leo hii Tanzania matibabu ya saratani yanamfikia mpaka Mtanzania wa kawaida kwa sababu ya msukumo wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndeni Ocean Road mmoja. Kazi kubwa imefanyika, hatuna budi kuithamini. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wauguzi. Tumesifia majengo. Na mimi namshukuru sana mkuu wa mkoa, nimesikiliza sana na nitawaandika ili sasa nijue jinsi ya kukagua majengo. Lakini moja ambayo niliseme na nimeshukuru sana, tajua sasa nimeshajua jinsi ya kuangalia madirisha bila mlango. Kwa sababu na mimi pia niko darasani, nimeshajifunza. Sasa wewe ukiwa huko nikienda kwingine sasa au nikija tena maana nitakuja tena round nyingine. Sasa watanipata namba milimita ngapi? Hapa hii kilinka kiasi gani? Nimeshajua. Lakini kubwa ndugu zangu, nimekwenda kuwaona binti zangu waliojifungua. Wote wanawasifia wakunga. Hebu njoo mkunga. Wamemsifia yule yuko hapa. Yule mwenzako Rehema hayupo wamemsifia. Rehema njoo. Maana umetaja bila mimi kukuona. Kumbe ulimezea tu ndio wewe. Ndugu zangu, hospitali sio majengo tu. Hospitali ingekuwa majengo tungejenga mengi sana. Hospitali pamoja na majengo na vifaa tiba, nani muhimu zaidi? Wahudumu wanaotoa huduma. Na mkiona hospitali yenu au kituo cha afya watu wengine wanakuja, basi hao wahudumu au hao watumishi mwatunze kama lulu. Haki wanatoa huduma bora. Kwa mimi niwapongeze sana kwa yale niliyowasikia wodini kule, wanatoa huduma bora. Katika kutuletea huduma hii ya wodi ya kina mama, ambapo mengi yamezungumzwa na viongozi wenzangu, lakini Mheshimiwa Waziri, awali huduma hii tulikuwa tunaipata wakati mwingine wananchi wanaenda Temeke mpaka Muhimbili, lakini sasa hivi tuko hapa Kigamboni. Sisi wananchi wa Kigamboni pamoja na viongozi tunaishukuru sana serikali yetu na tunaipongeza kwa kazi kubwa hii, tuletea fedha pamoja na kutuboreshea miradi ya hasa sekta ya. Shukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuipa swala la afya ya mama na mtoto kipaumbele. Mimi hapa mara nyingi nimekuwa na kuja na labda tu kwa faida ya wananchi. Mimi nikija kwenye ziara mara nyingi nakuja kuangalia kama kuna wizi na kama kuna uzembe katika usimamiaji wa mradi. Jengo hili unaloliona Mheshimiwa Waziri, kwa haraka unaweza usilione hasa limechukua vitu gani. Lakini moja, wezi wanapofanya mambo haya huwa wanaiba kwenye kwenda kinyume na specifications. Cha kwanza kuanzia kwenye uchimbaji. Unaambiwa
msingi uwe mita 1.5, lakini wao wanafanya mita 1. Tayari pale pana hela imepotea. Unaambiwa tofali iwe ni ile ambayo ina MP sio chini ya 5. Anaweka tofali ambayo ina MP less than 5. Huo tayari ni wizi. Anasema sementi iwe ni yenye ratio ya 42.5. Yeye anaweka sementi yenye 32.5. Na utofauti wa hii sementi, Mheshimiwa Waziri, sementi inatengenezewa mchanga, inatengenezwa kwa limestone, inatengenezwa kwa pozzolana, inatengenezwa kwa clinker. Clinker ndio material yanayoashua quality ya cement. Ukitaka iwe ni inakauka kwa haraka, tunaita rapid, unaongeza clinker. Ukitaka isikauke kwa haraka, unapunguza clinker. Ndio inakuja ratio ya 32 au 42. Kwa hiyo ukiwa mbali, mtu anaweza kusema tumenunua cement kwa bei ndogo, lakini kumbe ameacha kununua 42.5, amekwenda kununua 32.5. Lakini pia wizi mwingine, Mheshimiwa Waziri, unakuwa kwenye nondo. Nondo tani 12 zinakuwa pisi, nondo milimita 12 zinakuwa pisi 94. Kwa hiyo cha kwanza anaweza kukuibia kwenye idadi, lakini milimita 12 kiwandani anaweza kapunguza ujazo wa milimita. Badala ya 12 akafanya 11. Lakini urefu ni futi 40, anaweza kaweka futi 38. Halafu kama amekuibia kwenye urefu na kama amekuibia kwenye ujazo. Lakini ikifika site anakuibia idadi ya nondo zinazokitimilisha tani 1. Lakini vile vile anaweza kukuibia kwenye upande wa aluminium profile. Ila aluminium profile pale inaweza kuwa na specifications zake kwamba unatumia ya aina gani. Halafu pia anaweza kukuibia kwenye kioo. Wewe huwezi kujua. Anakuibia kwenye kioo. Labda ni one way, two way, double glazed, milimita 5, milimita 10, anakuibia hapo. Kwa sisi tukifika tunagonga kidogo na kuangalia, tunajua kabisa kwamba hapa pana kitu ambacho ni kizuri. Lakini ingekuwa ni gorofa, tunaangalia structural members kwa maana ya jamvi, nguzo zile mpaka kushuka chini. Tunaangalia material yote hayo yaliyotumika. Tunaangalia ratio. Tunaangalia je ni 15, 20, 25 au 30. Mpaka tuje tujue kwamba cement hii iko sawa sawa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tunakuja tunaangalia mpaka ubora wa paa, ubora wa milango. Halafu ndio tunakwenda kuangalia sasa thamani ya fedha vis-a-vis tunachokiona. Kwa hiyo katika kuendelea kusimamia majengo haya, wananchi kila mara tunawahamasisha wawe sehemu ya ushiriki wa kuangalia ubora wa majengo yao. Na pale ambapo wanahisi kuna jambo liko tofauti, basi wanatupigia simu ili tuweze kulisimamisha jengo na tuchukue hatua pale inapohitajika.